And I have said I want to change this country spectacularly in 3 years. Karibu mtazamaji wa Zone Media na kuletea taarifa ambayo inahusiana na rais wa Burkina Faso kufananishwa na rais wa Botswana, Rais Duma Boko, ambapo rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore amekuwa akifananishwa na rais mpya wa Botswana, Rais Duma Boko, kutokana na matendo yao, lakini vile vile mfanano wa sera za kisiasa na utekelezaji kiujumla. Sasa karibu tuungane pamoja mwanzo mpaka mwisho. Katika siasa za Afrika ya leo, mabadiliko makubwa ya uongozi yanazua hisia na mjadala mkubwa, hasa pale tunapoona viongozi wapya wanaingia madarakani kwa njia tofauti lakini wenye athari kubwa kwa nchi zao. Miongoni mwa viongozi wanaofanya vichwa vya habari ni rais wa Botswana, Rais Duma Boko, na rais wa Burkina Faso, Rais Ibrahim Traore. Ingawa nchi hizi mbili ni tofauti kwa muktadha wa siasa, jamii na historia, viongozi hawa wawili wanafananishwa kwa sababu ya mabadiliko makubwa ya kisiasa waliyoleta nchini kwao. Kwenye mabadiliko ya kisiasa, Rais Duma Boko alichaguliwa kuwa kiongozi wa Botswana mnamo Novemba 2024 kwa kushinda uchaguzi mkuu kwa chama chake cha Umbrella for Democratic Change UDC, ambacho kilimaliza utawala wa chama cha Botswana Democratic Party BDP kilichodumu kwa zaidi ya miaka 58. Hii ni ushindi mkubwa wa kidemokrasia na alama mabadiliko makubwa katika historia ya Botswana. Rais Duma Boko ni mwanasiasa aliyekuwa mstari wa mbele katika siasa za upinzani na ana uzoefu mkubwa wa kitaaluma, ikiwa ni pamoja na shahada ya sheria kutoka Harvard. Ushindi wake unaashiria matumaini mapya kwa raia wa Botswana kuhusu demokrasia na mabadiliko ya mfumo wa uongozi. Kwa upande mwingine, rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore aliingia madarakani nchini Burkina Faso kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi mnamo Oktoba 2022, akimondoa rais wa wakati huo Paul Henri Sandaogo Damiba. Traore ni kiongozi kijana mwenye umri wa miaka 37 tu, na anajulikana kwa mtindo wake mkali wa kijeshi na serikali za kupinga ushawishi wa magharibi, hasa Ufaransa, na kuhamasisha ushawishi wa Urusi barani Afrika. Ingawa njia alizochukua Traore si za demokrasia, amejipatia maarufu miongoni mwa baadhi ya vijana na wafuasi wake kwa kauli na matendo ya mabadiliko makubwa katika nchi hiyo. Kuna tofauti na mfananisho wa viongozi hawa njia ya kuingia madarakani, kwamba Rais Duma Boko yeye aliingia madarakani kwa njia ya uchaguzi huru na wa haki, akiheshimu taratibu za kidemokrasia. Lakini Rais Ibrahim Traore yeye alichukua madaraka kwa mapinduzi ya kijeshi, njia ambayo ni nguvu na isiyo ya kidemokrasia. Lakini kwenye upande wa mitindo ya uongozi ni kwamba Rais Duma Boko ni mwanasiasa wa kitaalam na ana mtazamo wa kidemokrasia, haki za binadamu na ushawishi wa kimataifa kupitia diplomasia. Lakini Rais Traore ni kiongozi wa kijeshi anayezunguka sera kali na upinzani mkali dhidi ya mataifa magharibi, akipendelea ushawishi wa Urusi na kutangaza mabadiliko ya kimapinduzi. Lakini muktadha wa nchi na changamoto. Botswana ni nchi yenye utulivu wa kisiasa, utawala wa sheria na demokrasia imara kwa kiwango kikubwa barani Afrika. Lakini Burkina Faso imeshuhudia machafuko makubwa ya kisiasa, ukiukaji wa haki za binadamu na changamoto za usalama kutokana na ugaidi na mapinduzi. Mfananisho kati ya Rais Duma Boko na Ibrahim Traore unatoa picha wazi wa jinsi viongozi wawili kutoka nchi tofauti barani Afrika walivyobadilisha mwelekeo wa siasa zao kwa njia tofauti. Ingawa mbinu na muktadha wao ni tofauti sana, wote wanawakilisha mabadiliko makubwa ambayo yanazua hisia kali ndani na nje ya nchi zao. Kwa upande wa Rais Duma Boko, tunashuhudia ushindi wa kidemokrasia unaotoa matumaini kwa mabadiliko ya kimuundo na siasa safi. Lakini kwa Ibrahim Traore, tunashuhudia mabadiliko ya nguvu ambayo yana athari kubwa za kiusalama na kisiasa, lakini pia yanaleta changamoto kubwa kwa usalama wa nchi yake. Kwa upande wa changamoto na matokeo, Botswana chini ya Duma Boko inatarajiwa kuleta mageuzi ya kisiasa na kiuchumi, lakini pia kushughulikia changamoto za kiuchumi kwa jamii kwa njia ya amani na demokrasia. Lakini uongozi wake utapimwa kwa uwezo wa kuleta maendeleo na kuimarisha demokrasia ya nchi hiyo. Lakini Burkina Faso chini ya Ibrahim Traore anaendelea kukosolewa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu
na kutengwa na jumuiya ya kimataifa. Mapinduzi yake yanaleta changamoto kubwa kwa usalama na amani ya ndani ya nchi, ingawa anaunga mkono msimamo wa kupinga ushawishi wa magharibi. Sasa rais wa Botswana, Rais Duma Boko, alifananishwa na Rais Ibrahim Traore kufuatia kauli zake ambazo amekuwa akizungumza kuhusiana na mabadiliko katika nchi yake ya Botswana. Alizungumza jinsi gani ambavyo miaka yake mitatu ya uongozi itakavyoenda kuleta mabadiliko makubwa katika taifa la Botswana. Alisema kwamba, so I don't have 10 years. I don't have 5 years. I don't have 6 months to decide whether or not and go to court. No, I don't have that time. Kwenye kampeni ambayo iliongozwa na dhamira ya haraka ya mageuzi, Duma Boko alisisitiza kuwa serikali yake itachukua hatua madhubuti na za haraka, ingawa hakutoa tarehe maalumu ya miaka mitatu. Alisema vitu kama vifuatavyo kwamba sisi tumejipanga kuleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi ndani ya miaka michache, tukilenga ajira 450,000 hadi 500,000 na ukuaji wa uchumi wa 10% kwa kila mwaka. Tunaondoa mfumo wa rushwa na kusaidia sekta ndogo za biashara kuendelea, kuboresha usambazaji wa pesa kwa wazee na kuhakikishia uwekezaji unaotegemea uwazi. Kwamba yeye kwenye uongozi wake alikuwa ameahidi kwamba anategemea uwazi zaidi, common transparency kwenye uongozi wake, lakini kuleta mabadiliko chanya kwa muda mfupi. Kumekuwa kuna hisia za miaka mitatu kwa sababu alisisitiza umuhimu wa utekelezaji wa haraka, hasa katika nyanja za uchumi na ajira, na kufungua maombi ya mikopo kwa sekta ndogo, kutoa mishahara bora kwa wazee na kuanzisha bima ya afya kitaifa. Vile vile kampeni yake iliweka wazi malengo ya ukuaji wa 10% ya pato la taifa kwa miaka mitano na uundaji wa kazi nyingi, hatua ikiangaziwa kama degedege la masomo kwa matumaini ya kuonekana mabadiliko ndani ya miaka mitatu hadi miaka mitano. Sasa Rais Duma Boko vile vile kwa hivi sasa amezidi kutrend mitandaoni kutokana na kauli zake ambazo watu wengi wamemfananisha ni kama Rais Ibrahim Traore, japo muktadha wa kisiasa ni tofauti baina ya marais hao wawili walivyoingia madarakani. Duma Boko ameingia kidemokrasia, lakini Ibrahim Traore ameingia baada ya mapinduzi kufanyika mwaka 2022. Sasa baada ya Rais Damiba kwa wakati huo alipoweza kupinduliwa, ndipo Traore alipoweza kuchukua nchi na kuanza kufanya mageuzi makubwa katika nchi ya Burkina Faso. Sasa watu wengi barani Afrika wanatarajia labda marais hawa wawili watakwenda kuungana labda na kufanya vitu vikubwa katika mataifa yao, kwa sababu kwa sasa Duma Boko anazidi kutrendi kutokana na kauli zake za kimsimamo, na ukiangalia vizuri wote hawa ni wanajeshi. Traore ni mwanajeshi, lakini Duma Boko pia naye ni mwanajeshi. Kwa hiyo wote hawa wameshapita jeshini, wanajua namna gani ya kuweza kuongoza nchi zao kwa jinsi ambavyo wameshika madaraka hadi hivi sasa. Kwa hiyo mtazamaji, tutaendelea kukuletea ni kwa jinsi gani mwenendo wa Duma Boko unaofananishwa na Rais Ibrahim Traore pale Burkina Faso, huku pia watu wengi wakitamani kuona yale ambayo Traore ameyafanya ndio ambayo Rais Duma Boko wa Botswana akiyafanya. Sasa yote haya kuyapata ni ndani ya Zone Media. Subscribe channel yetu, lakini usisahau kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Asante kwa kutuchagua. Jina langu ni Victor Moshi.